Kwenye kikosi cha Young Africans kuna wachezaji ambao wamekuwa nuru kwa siku za hivi karibuni, licha ya kwamba walipitia kipindi kigumu cha majeraha, lakini pia kukosa nafasi kwenye kikosi cha kwanza. Mmoja kati ya wachezaji hao ni Yao Kwasi Atoura, raia wa Ivory Coast, mlinzi wa kulia wa klabu ya Young Africans, ambaye kwa mechi za hivi karibuni ameonekana kuwa na msaada mkubwa kwenye kikosi hicho. Tunakwenda kuangazia hatima yake ndani ya kikosi hicho cha wananchi Young Africans, licha ya kwamba watu wengi ni kama vile walikuwa tayari amekwisha mkatia tamaa nyota huyo wa zamani wa ASEC Mimosas ya huko nchini kwao Ivory Coast. Naenda kuangazia kipi ni kipi kwa Yao Kwasi Atoura. Naitwa Leopard John, niko hapa na Shabel Daniel. Shabel, tuje tuangazie Yao Kwasi Atoura. Kwa msimu huu tunaweza tusimjaji kwa kile ambacho amekifanya. Ni wazi majeraha yamekuwa ni sehemu ya shida kubwa kwa upande wake, lakini kwa hichi ambacho anakionyesha mwishoni mwa msimu huu, kwa maana kipindi hiki, anatuma salamu kwa viongozi wa Young Africans na mashabiki waendelee kumwamini, ama ndio ubora wake wa Yao Kwasi Atoura umeendelea kudhihirika ama kuendelea pale ambako alipoishia msimu uliopita? Yes, nadhani kwa Yao unaweza kusema amerudi kama vile kuondoka. Ni wazungu wanamsema kwamba he's back like he never left. Kwa hiyo hizi ni ishara ambazo zinakuonyesha daraja la ubora la mchezaji huyu katika kikosi cha Yanga. Na ni mchezaji ambaye msimu uliopita aliumisi msimu wote kwa sababu ya majeraha. Lakini imani ya viongozi wa Young Africans kuamini kwamba licha ya yote ambayo anapitia, majeruhi na majeraha ambayo yamekuwa kimgabili mara kwa mara, lakini klabu imeendelea kustick kuwa naye katika nyakati za shida na nyakati nzuri ambazo amekuwa nazo katika kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo wameamua waliwekeza imani, na ni mchezaji ambaye kwa kiwango ambacho amekionyesha katika michezo hivi karibuni aliporejea, unaona kabisa kwamba viongozi wa Yanga walikuwa sahihi kuweka imani kwa mchezaji huyu katika mazingira ambayo wangeweza kuachana naye na kutafuta fullback mwingine katika upande ule wa kulia. Lakini sio rahisi kumwacha mchezaji kama Yao Kwasi ukaenda sokoni ukaleta mchezaji mwenye daraja kama lake. Yani ni wachache sana mafullback wenye uwezo na technical ability, uwezo mkubwa wa kiufundi upande wa kulia kama Yao Kwasi Atoura. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye binafsi na appreciate sana uwezo wake, na ni miongoni mwa mafullback bora tulionao katika ligi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo amerudi na kiwango alichonacho, pasina shaka anastahili kuendelea kuitumikia Young Africans katika michezo inayofuatia na misimu ambayo inafuatia. Sawa, tuje tuangazie wananchi na mashabiki wa Young Africans. Ni kama vile walianza kumsahau Yao Kwasi Atoura kutokana na kiwango bora ambacho alikuwa anakionyesha Israel Patrick Mwenda. Tuanzie hapo, tofauti kubwa ya Israel Mwenda na Yao Kwasi Atoura katika upande wa kunifaisha timu ni ipi hasa moja kwa moja? Nafikiri ni wachezaji wawili tofauti. Kwa sababu Mwenda ni fullback ambaye game yake, ubora wa game yake upo kwenye kuzuia zaidi. Yani ni mlinzi, ni defender first. Yani kwanza ni mlinzi, alafu mengine ndio yanafuatia kwenye masuala ya kushambulia, kutengeneza nafasi kutokea upande wa kulia. Lakini ukimzungumza Yao Kwasi Atoura ni all action defender. Yani ni mlinzi ama all action fullback. Anakupa vyote. Kuzuia yuko vizuri, kushambulia yuko vizuri, playmaking yuko vizuri. Yani Yao Kwasi angekuwa ni fullback wa kushoto tungemfanisha na beki wa PSG au kushoto Mendes. Ile technical ability alionayo, uwezo wa kunyumbulika, kudeshi kama winga ama feint ya kutosha katika mazingira ambayo still bado anaweza ka maintain mpira kuwa mguuni mwake. Sana tenki. Unaona vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye technical ability yake inamruhusu kufanya vingi uwanjani, lakini pia umbile lake ni ngumu sana kukabiliana na mchezaji wa namna ile, kwa sababu anazama sana uvunguni kupokonya mipira, lakini pia akiwa hata anashambulia kimo chake kinambeba kwa sababu ile gravity, yupo anakaribiana na ardhi. Hata yani kama anaanguka ndo haanguki, yupo na mpira wake mguuni. Kwa hiyo ni mchezaji hatari sana ukabiliana naye upande ule wa kulia. Kwa hiyo ni mchezaji, utofauti wa Mwenda na Yao Kwasi upo hapo. Yani quality yao ni kubwa kulinganisha na Israel Patrick Mwenda. Sawa, Yanga wafanya nini hasa kwenye upande ule wa kulia ambao Yao Kwasi ameonekana kuwa msaada
kwa siku za hivi karibuni kutokana na aina yake ya uchezaji. Waingie sokoni kutafuta mchezaji mwingine kama solution, lakini je, ile warranty ya Kwasi katika majeraha yasiweze kujirudia, ni bora Young Africans watafuta mlinzi mwingine kwenda kureplace? Hapana, mimi nadhani wanajitosheleza. Yupo Kibwana, yupo Mwenda, yupo Yao mwenyewe, Jobu pia anacheza kule, Liki anacheza sometimes. Kwa hiyo nadhani wanajitosheleza, yani sidhani kama kuna uhitaji wa kwenda kutafuta mlinzi mwingine wa kulia, kwa sababu haupaswi muda wakati mwingine kuleta wachezaji wengi kwenye timu ambao wanafanana. Lazima uwe na wachezaji ambao wanakupa vitu tofauti tofauti. Nimekwambia hapo uwezo wa Izra upo zaidi kwenye kuzuia. Kwa hiyo kuna mechi ambazo timu haishambulii sana, utamhitaji Izra aweze kucheza. Kuna mechi ambazo zinafunguka, unahitaji uwezo wa kiufundi zaidi kwa mchezaji kama Yao, utaanza nayo. Lakini overall ni kwamba sio guarantee, kwa sababu Yao Kwasi ni mchezaji mwenye injury prone. Yani kuumia hajaanza akiwa Yanga, tangu akiwa ASEC. Of course. Mchezaji ambaye ana majeraha tangu akiwa Morocco, ni mchezaji ambaye amekuwa kikumbwa na injury kubwa hii ambayo inamsumbua, alipatia akiwa Morocco. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye hakupi guarantee ya kucheza full msimu mzima akiwa timamu katika utimamu wa mwili. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga kitu ambacho wanatakiwa kufanya ni kuwasupport wachezaji wote ambao wanacheza eneo lile bila kumshusha yeyote, kwa sababu leo hii unawe msifia Yao kwamba amerudi Jeshi na kiwango kizuri, atakaa nje, atarudi Mwenda, utamhitaji Mwenda katika kikosi chako. Anahitaji pia naye encouragement kutoka kwa mashabiki, ili atakaporejea kikosi cha kwanza asijisikie mnyonge na upweke ambao mashabiki wamekuwa wakiwazomea wachezaji na kuwaona kama hawafai. Sawa, Afrika, mchezaji wako wa kulia ambaye anakukosha zaidi, unatamani pia hata Young Africans kama ukivutiwa naye wamuongezee kwa replacement ya backup ya Yao Kwasi? Upande wa kulia? Mimi Ibrahima Keita, Esperance de Tunis. Mimi navutiwa na Mohamed Yani. Hapana, Aitham Manudi, mlinzi wa kulia wa RC Berkane. Ndio mlinzi anayevutia kulia. Sawa, hayo ni kuhusiana na hatima ya Yao Kwasi Hatoula, raia wa Ivory Coast. Nyota huyu wa Young Africans ambaye huu ni msimu wake wa 3 kunako mabingwa hao wa kihistoria nchini Tanzania. Naitwa Leopard John, nilikuwa hapa na Shabel Dane tukiangazia kinagaubaga juu ya mchezaji huyu Jeshi au wengine wakimfahamu kwa jina la Yao Yao. Hadi wakati mwingine, na kwaheri.